endeleeni na siasa zenu. Kwenye kuapishana kwenu msikamate mashafu, kwa sababu mnachoapia nyinyi ni kuilinda katiba mpaka kufa kwenu. Acheni, kitabu kitukufu cha Qur'ani kina adabu zake na heshima zake. Sifikiri mtu wewe leo unaitwa ukaapishwe, sijui kama utakenseli mimi na ada yangu ukaahirisha, wakati ndio mheshimiwa rais anakuapisha uko mbele yako. Nafupa hilo lishakuelekea, si rais. Kama mlivyosema hamna dini, endeleeni kuwa hamna dini, msikamate maswafu. Na kuapa kwa msahafu ndio wewe, ndio tukuamini, ndio wewe mkweli. Wangapi mmeapa na misahafu? Mnatekeleza hizo ahadi? Majimbo yenu mnayapitia? Kwa hiyo tusikichezee kitabu, na tuna haki ya kusema hilo, kwa sababu Qur'ani ni kitabu chetu sisi Waislamu. Mtu hana udhu anakamata, hata uwe na udhu, acha kukifanyia kejeli Qur'ani. Apishaneni kwa katiba yenu na hapa kwamba si mashafu kuikamata, kwa sababu kulikuwa na maswahaba watukufu na wabora. Mbona hakukamatishwa mashafu? Kina Abubakar Siddiq, kina Uthman, kina Umar, kina Ali, na walijua wajibu wao upi kwa raia, wajibu wao upi kwa wananchi, na walifanya mazuri mpaka leo wanatajwa kwa wema mpaka kiyama. Acheni kukifanyia kistizaiba. Siku ya kiyama watu wataambiwa laqad kafartum ba'da imanikum, nyinyi uko duniani mshakufuru baada ya kuamini kwenu. Na kuna aya ile jingine sasa, afa billahi wa ayati wa rasuli kuntum tasaziuna, nyinyi ukafiri wenu ni huu. Hivi Allah na mtume wake na kitabu chake mlikuwa mnakifanyia kejeli. Sasa unafikiri kuna kejeli kubwa wewe eti huku umekamata katiba yako iliyoandikwa na watu sijui wenye madigrii, lakini digrii zao hazina dira wala mwelekeo wala maarifa ya kujiongeza, labda digrii zao za kupiga hela tu. Kwa hiyo wewe unakamata pale, lakini lengo lako na kilinda hicho kitabu au kulinda katiba. Kwa hiyo msijiingize ndugu zangu kwenye matatizo, na wengi wenu mna matatizo mbalimbali ya kimaradhi. Jiangalieni, siwe hili la miongoni la kuifanyia kejeli pia ndio sababu ya maradhi yenu. Sisi ni kutoa nasaha. Sasa yule atakayepindua yeye umeona bana ile siasa, sio siasa. Qur'ani kinatuhusu sisi. Ni wana siasa mshasema hamna dini. Kwa hiyo kitabu cha Qur'ani kiacheni kama kilivyo. Msahafu wenu nyinyi ni huo katiba yenu. Hapa kwa hiyo katiba yako iliyoandikwa na watu, na hiyo katiba kila siku ya kupigwa makelele, hata aandike nani hiyo katiba, lazima migogoro itakuwepo, kwa sababu wale wanatunga katiba yeye mwenyewe hajakamilika, na kwa hiyo migogoro lazima iwepo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaita malaika au Jibrili unda jopo Muhammad tunampelekea sharia. Hakuna, Allah mwenyewe kaitawalia sharia zote. Mwizi afanywe nini, mzinifu afanywe nini, mirathi vipi, mwanamke arithi vipi, mwanamume arithi vipi, watoto warithi vipi, mke arithi vipi, katawalia mwenyewe. Binadamu hawezi akakutungia sheria, na hizo kati ya sheria nyingi zinazotungwa na wanadamu zinawakandamiza wanyonge wenye mambo yao. Nani anayekamata? Sio utasikia tu hayuko mtu juu ya sheria. Kuna wangapi wamefanya ubadhirifu wa mali za umma, mpaka wengine wameleta meli bovu, na inajulikana meli bovu pesa za umma zimevurugwa pesa za wananchi. Hao wamefanya nini? Situambie tu kusema eti hayuko mtu aliyekuwa anajua sheria. Haya watiwe adabu hawa. Lakini aje habari ndio hiyo. Situambie, tunaeleza mifano hai. Kwa hiyo ndugu zangu, tusikichezee kitabu cha Mungu. Kabisa Qur'ani iacho heshimiwe. Qur'ani haigusu ila wale ambao walikuwa watu waharifu. Wewe ukamata Qur'ani bila udhu bwana. Wewe ukamata Qur'ani mtu yuko kwenye siku zake. Ukamata Qur'ani mabichwa wazi, mashingo wazi. Hata ujistiri vipi?
Haihusiani. Wewe hapa kwa katiba yako, maadamu huna dini, kwa sababu uko kwenye kitengo ushaambiwa hakina dini. Sasa hii Qur'ani ya nini? Kwa hakika lazima tuambiane, silete msitafutie matatizo. Hii dunia mapito, hii dunia mapito, ni mapito. Wewe hapa sio matatizo wengine wenye matatizo, mkae mtafakari, si hichi. Wewe una saha nyingine.